Na mimi pia nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia au kutoa maoni yangu kwenye bajeti hii ya ofisi ya waziri mkuu. Kipekee nimpongeze waziri mkuu na mawaziri wote ndani ya ofisi yake, manaibu waziri na watendaji wote ambao wanaendelea kufanya kazi ya kuhudumia Watanzania, hasa ofisi hii kubwa kabisa ya TAMISEMI ambao tumepitishia takriban trilioni 12 walizoziomba hapa kwenye bajeti, kwa sababu inagusa karibu kila eneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nianze kwa kushukuru sana, kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya. Lakini kwa niaba ya wanabiharamulo, mimi miaka takriban 3 nimekuwa nikisimama hapa mara nyingi kuongelea habari ya jengo jipya la halmashauri, lakini nafurahi kukuambia mwenyekiti, tayari bilioni 1 imeshaingia kwenye akaunti ya halmashauri ya Biharamulo sasa, na sisi tunajenga jengo jipya la halmashauri. Kwa sababu niliyataja kwa miaka 3 mfululizo, natakiwa nisimame kushukuru. Lakini juzi tarehe 4 nadhani tumeona kwenye vyombo vya habari, Biharamulo hatuna chanzo cha uhakika cha maji. Mheshimiwa Rais alipokuja Biharamulo tarehe 8 mwezi wa 6 2022, nilimwomba mradi wa maji wa Ziwa Victoria na akamwelekeza waziri wa maji rafiki yangu Mheshimiwa Aweso, akamwambia hakikisha wanapata maji hapa. Nisimame ndani ya bunge hili kumshukuru sana Mheshimiwa Rais na kumshukuru sana waziri wa maji na watendaji wake kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Maana juzi tarehe 4 umesainiwa mkataba wa kuleta maji ya Ziwa Victoria katika wilaya ya Biharamulo yenye thamani ya milioni dola za Marekani 55.1, zaidi ya bilioni 140. Tunaenda kupata mradi mkubwa wa maji chini ya mkopo nafuu wa serikali ya Hungary. Asanteni sana. Nishukuru serikali na wote waliohusika kwa ajili ya kuleta neema hii kubwa ya Biharamulo, ambao sasa na sisi kama ujenzi wa viwanda na vitu vingine vinaenda kufanyika, kwa sababu substation ya umeme ipo na mambo mengine ya uhakika yapo pale. Lakini nisimame hapa pia kushukuru kwa bajeti ambazo zimekuwa zinaendelea, especially kwenye upande wa TARURA. Tumejenga barabara nyingi sana katika bajeti hii iliyopita na tunaendelea kujenga barabara, na tumeona kwamba hata bajeti ya TARURA imeongezeka. Hii ni heshima kubwa sana ambao wabunge, hasa wabunge wengi tunaotoka maeneo ya vijijini, Mheshimiwa Rais kwa mara nyingine ametuongezea tabasamu, kwa sababu tunayo sababu ya kwenda kurudi kwa wananchi wale tuliozunguka katika uchaguzi wa mwaka jana, tukiwaambia kwamba barabara zilizoahidiwa sasa zinaenda kutengenezwa, kwa sababu kutoka bilioni 944 kwenda trilioni 1.2 hela nyingi zimeongezeka. Tunaamini sasa hata marejeo, kwa sababu tulishapitisha tayari kwenye rasisi zetu kule na road board. Kwa hiyo tunaamini ile ongezeko wilayani kule wanaanza kulifanyia kazi. Kwa hiyo tungeomba TAMISEMI pia yatakapoletwa huko wabunge tuhusishwe, kwa sababu sasa hivi tuko Dodoma hapa, ili ongezeko lisije likafanyika mbunge hujui unaenda kule unakuta barabara ambayo ukuiombea wewe ulienda kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kwenye ilani imepitishwa tu na mtaalamu kule. Kwa hiyo tungeomba watakapomaliza, kwa sababu tulisharudi huko hatuko majimboni, walau tupate taarifa tujue ni barabara gani zimependekezwa. Wabunge tunapokuwa tunaendelea wakati wa kupitisha bajeti ujue unapitisha kitu gani kwenye eneo lako. Hilo nitaka niliombe namna hiyo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, liko jambo jingine, kwa sababu hii ni ofisi ya waziri mkuu, yako mambo ambayo ningependa kushauri, najua wizara nyingine zinakuja, lakini nilitaka kuongelea habari ya umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tunapata shida kidogo kwenye hii miradi ya umeme. Unakuta umeomba maji, wizara ya maji inajitahidi na kupelekea mradi wa maji. Unafika pale miradi hii mingi inatekelezwa vijijini. Ukifika pale wamejenga mradi mkubwa sana na mzuri wa maji. Tunatumia sola, lakini vijiji vingine ni vikubwa. Sasa kumekuwa na shida kati ya TANESCO na watu wa maji. Unakuta mradi mzuri wa maji unaenda pale wananchi wanalalamika mradi hautoe maji kwa sababu umeme hamna. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba coordination pale ambapo serikali, hili jambo nishalichangia kipindi cha nyuma Mheshimiwa Mwenyekiti. Nikasema kwa mfano miradi, yani taasisi nyingi za serikali unakuta wana mahitaji specific ya ardhi. Kwa zile taasisi haziwezi kukaa pamoja na wananchi, unakuta ziko pembeni. Kama ni zahanati au kituo cha afya kinajengwa pembeni, kama ni shule ya sekondari inajengwa pembeni, kwa sababu wanahitaji maeneo makubwa. Sasa umeme unaoleta vijijini ule wa nguzo 40 au nguzo 60, ukitaka upeleke kwenye taasisi wananchi wanabaki bila umeme. Ukitaka upeleke kwa wananchi basi taasisi hazitapata umeme. Sasa tungeomba tuje na package maalum ya kupeleka kwenye shule za sekondari, kupeleka kwenye vituo vya afya, kupeleka kwenye vyanzo vya maji. Hiyo isihusike kabisa na masuala haya ya REA, inaenda kwenye vitongoji au vijiji ili iweze kutusaidia vile vyanzo vipate maji kwa ajili ya kuhudumia Watanzania. Haipendezi serikali inaweka pesa pale milioni zaidi ya 400, milioni zaidi ya 500, alafu mradi hauzalishi wala hautoi maji. Ni kama ile pesa imetupa pale. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba hilo liangaliwe muweze kutusaidia. Lakini
Mheshimiwa Mwenyekiti, liko jambo ambalo mimi nilikuwa nalipitia hapa. Wote tunajua kwa sera mpya ya elimu vijana wetu wanaanza kuishia darasa la 6. Kwa hiyo tunategemea mwakani 2027 kutakuwa na darasa la 7 wanaomaliza na la 6 wanaomaliza. Sasa ukiangalia la 7 na la 6 hawa tuna takribani ya average ya watoto 1.5 milioni kwa kila darasa. Kwa hiyo tutakuwa na increment ya watoto takribani 1,545,330 ambao wamefanya mtihani wa darasa la 4 mwaka huu, wote wanaenda kumaliza, waliofanya mwaka jana wote wanaenda kumaliza darasa la 7. Sasa wanapomaliza darasa la 7, kitakachojitokeza ni nini? Tutakuwa na watoto wengi wanaoingia form 1 kwa pamoja. Kwa hiyo nilikuwa naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ilichukue hili, ukipiga average ambao sio standard kwamba kila darasa ibebe watoto 60. Tunahitaji vyumba 25,756 vya kuaccommodate watoto wapya. Tunajua watoto wengi wamekuwa wanaenda private. Sasa private huwezi kuishtua private sector ikaanza kujenga vyumba vipya na kuaccommodate watoto wengi na mleo. Kwa watoto wengi tutegemee serikali itawabeba, kwa sababu kama private ina limit ya kutaka wafanye comfortability ya watoto walionao, wasiferi waweze kuaccommodate. Na huku Waziri Mkuu alishaelekeza ndani ya bunge hili kwamba elimu ya sekondari ni elimu ya lazima, hakuna kuishia la 7 tena. Kwa hiyo tulione hili, tuanze kupanga kadri tunavyoenda haraka, kwa sababu kwenye bajeti ijayo ya 27-28 kujenga madarasa haya yote kwenye bajeti moja, bado mzigo utakuwa ni mkubwa kwa serikali. Kwa hiyo ninachotaka kushauri, tunayo maboma ambayo yamekaa muda mrefu, basi tusaidieni kuyamalizia yale maboma ili muweze kupata idadi ya vyumba madarasa vitakavyotakiwa kwa wakati ule. Itusaidie ili hatimaye watoto wao watakapokuja form 1 wakute madarasa yapo na halikadhalika wakute walimu wapo kwa ajili ya kuwasaidia. Lakini nimpongeze pia Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha kitu kinachoitwa mahusiano kwenye ofisi ya Waziri Mkuu. Tuna Wizara ya Ajira, Kazi na Mahusiano. Sasa kwa sehemu kubwa tumekuwa tunaona matatizo mengi yaliyoko serikalini. Huyu anatamka cha kwake hiki, huyu anatamka cha kwake hiki, kwa sababu there is no proper communication. Kuna kipindi mtu mwingine anakaa ofisini anasubiri bosi wake aanguke ili apande cheo. Huyu anasubiri, ni ajali tu za kawaida, hata humo ajali za siasa mnazojua tunapigana ajali humo. Kwa hivyo vitu vipo. Hii Wizara ya Mahusiano tunaomba ifanye kazi ya kuponya mioyo ya watu walioumia ili utendaji wa serikali uweze kwenda vizuri. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka naongelee swala la mafuta ninapomalizia. Bahati nzuri siku nitaka kutoa hoja hapa, tukapata taarifa maelekezo ya Spika, tunaheshimu na tunakubali kabisa. Nimeenda mpaka kwenye kamati kule nimeongea, ingawa sio mjumbe wa kamati yetu tulisoa kwenda. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kitu kimoja najiuliza. Aliyekaa pale akatamka kwamba tuna stock ya mafuta ya miezi 3. What was his intention? Yaani anatamka, taharuki ikianza, wataalamu ndio wanakuja kukuelezea. Naomba nimalizie Mwenyekiti. Wataalamu ndio wanakuja kukuelezea kwamba maana ya hiki ni hivi, maana ya hiki ni hivi. Tungelikuwa tunaomba wanaotoa matamko serikalini watoe matamko kwa kutoa maelezo. Mbona baadaye Watanzania wamejaribu kueleza na wameelewa kwamba mafuta hayako yote hapa, yanakuwa yanakuja yote yanahesabika kama yanakuja, lakini aliyetoa tamko mara ya kwanza anaichonganisha serikali, anatuchonganisha wabunge na wananchi, kwa sababu kila mwananchi alijua mafuta hapo, kumbe mafuta yale yanayoelezewa mengine yako kwenye meli, mengine yanayowekewa oda hayajaja, yote ile ndio combination inayosema. Kwa hiyo tunaomba wanaotoa matamko serikalini, kama ni mtendaji huna experience ya kuongea, sisi wanasiasa tuna experience, waziri yupo ana experience, ni mwanasiasa, waacheni wanasiasa waongee na wananchi, kwa sababu wana uzoefu wa kuongea na wananchi na wananchi wanaoelewa, kuliko mtendaji mmoja anatoa tamko, anatoa taharuki kwa chama, anatoa taharuki kwa bunge, anatoa taharuki kwa nchi, na hatumuoni akirudi tena kutoa maelezo yake kwamba nilikuwa namaanisha kitu fulani. Mwenyekiti, naomba kushukuru, asante sana, na naunga mkono hoja ya ofisi ya Waziri Mkuu. Asante sana.